KMC na JKT, wakati pia Namungo watacheza katika uwanja wa nyumbani. Kama bodi ya ligi baada ya mapumziko mafupi, wa Tanzania kwanza watarajia nini katika urejeo wa ligi hii ya 2025-2026? Tunarejea na kitu kinachorejea ni kitu kizuri ambacho watu walikimisi, ladha za ligi kuu ya NBC, na matarajio ambayo wadau wanapaswa kuwa nayo ni kwamba watarajie vitu vizuri zaidi. Sisi kila tunapokwenda kwenye mapumziko tumekuwa tukifanya maboresho mbalimbali kwenye kila eneo la kiuendeshaji. Eneo la kwanza kabisa ambalo limefanywa maboresho, nafahamu kwamba tumefanya maboresho ya ratiba. Tumefanya maboresho ya ratiba, najua tutaielezea vizuri jambo lake hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi tufahamu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimefanywa maboresho ni pamoja na ratiba ya ligi. Lakini pia viwanja vimefanywa maboresho ya kiwango cha juu. Utakumbuka wakati tunakwenda mapumziko, uwanja wa Sokoine kule Mbeya ulikuwa umefungiwa, lakini tunarejea uwanja ule umefunguliwa kuonesha namna ambavyo umefanywa maboresho na umeweza kukidhi matakwa ya kanuni na sheria. Lakini eneo lingine ambalo tunaamini limefanywa maboresho kiwango kikubwa ni eneo la kiufundi kwa klabu zetu, kwa sababu tunakumbuka kwamba hata pale ambapo tulitangaza ligi kusimama kupisha kalenda ya FIFA, still klabu zetu tuliziona zinaendelea na mazoezi viwanjani. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba walikuwa wanaendelea kufanyia marekebisho yale mapungufu ambayo waliyaona kwenye vikosi vyao kwenye raundi zilizopita. Kwa hiyo tunaamini kiufundi tutakutana pia na ushindani na burudani zaidi viwanjani. Kwa upande wetu kama wasimamizi na waendeshaji, ni kipindi pia ambacho tumekitumia kukumbushana na maafisa wetu wa mchezo wakiwemo waamuzi, match commissioners, general coordinators, kuhusiana na kuongeza ubora kwenye utendaji wao ama utekelezaji wao wa majukumu ya kila siku. Kwa hiyo mjumuisho wa hayo mambo niliyotoka kuyataja unatupa uhakika kwamba tutarejea vizuri zaidi, hivyo wadau wa ligi kuu ya NBC watarajie kuona ligi bora zaidi ya ambavyo tulimaliza kwenye ile mizunguko ya nyuma. Kwenye ligi kila mtu ana malengo yake, kila klabu ina malengo yake, lakini ninyi kama waendeshaji, malengo ambayo mliyaweka wakati ligi inaanza msimu huu na mpaka hivi sasa zaidi ya round 5 tayari zimeshachezeka, mnaona kuna mabadiliko kiasi gani ama malengo mliyaweka mnaona yakienda kufikiwa? Malengo makubwa ambayo sisi kama waendeshaji tunayaweka mwanzoni mwa msimu ni kupata msimu bora, yani kupata ligi bora zaidi ya ligi ambayo msimu ambao umetamatika. Sasa ili upate msimu bora, moja kati ya vitu kati ambavyo vinasaidia zaidi kupata msimu bora ni pamoja na level ile ya ushindani viwanjani, ambayo kwa hakika tumeona imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana ushindani. Hata ukiutazama msimamo wa ligi, kuna namna unaona huo ushindani unavyoakisiwa kwenye huo msimamo. Lakini ushindani peke yake bila kuwa na burudani, bila kuwa na ladha tamu, kuna mushkeli kidogo hapo. Kwa hiyo kitu kikubwa kinachotufurahisha ni kwamba licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini mashabiki ambao wanakuwa viwanjani, mashabiki ambao wanatazama kupitia runinga, wanapata burudani, yani wanaenjoy kutazama michezo ya ligi kuu ya NBC, ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni malengo yetu na tunaona namna ambavyo yanakwenda kutimia. Lengo jingine kubwa ni kuona klabu zetu zinatekeleza masharti ya kanuni ya leseni za klabu, hasa kwenye eneo lile la miundombinu, na hapa tunazungumzia ubora wa viwanja. Tumefanikiwa kiasi kikubwa, na kila uwanja ambao tunahisi unakwenda kuturudisha nyuma tunauondoa kwanza, tunauweka pembeni, utakapojipata utarudi. Lakini hatukubali mchezo wote wa ligi uchezwe kwenye uwanja ambao unakosa sifa ama unaweza kukinzana na ubora wa hadhi yenyewe ya ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. So tunakwenda vizuri, malengo yetu makubwa hasa kwenye uendeshaji, pia level ile ya uendeshaji tunayaona yanatimia, na kwa hakika kwa hapa tulipofikia tuna uhakika wa kupata msimu bora zaidi ya ule uliotamatika kwa maana 2024-2025. Karibu juzi pia umetoa mabadiliko ya ratiba ya ligi kuu ya NBC na maswali yamekuwa mengi kwa wadau. Kwa nini ratiba baada ya kutangazwa mwanzoni mwa msimu huwa inabadilika? Changamoto huwa zinakuwa nini na itafika lini kuona kwa maana ratiba inawekwa mwanzoni mwa msimu ikaenda mpaka mwisho wa msimu? Kwanza malengo tunapotangaza ratiba ya ligi tunatamani kusiwe na mabadiliko yoyote.
Ukiona amefanyika mabadiliko yoyote ya ratiba ya ligi, basi msingi wake ni sababu ambazo hakuna namna unaweza kuzikwepa. Kwa mfano, kwa sasa hivi tumefanya maboresho ya ratiba ya ligi. Kulikuwa na michezo ambayo tulipanga ifanyike kuanzia Oktoba 29 mpaka Novemba 4 kama sikosei, ambayo ilishindwa kufanyika kwa sababu ya changamoto ambazo zilitokea nchini kwetu. Kulikuwa na changamoto za kiusalama ambazo zilitolewa mwongozo na serikali. Kwa hiyo tulilazimika kusimamisha ligi ili kupisha hilo eneo hapo lipite salama, turejee. Ile michezo hakuna namna ungeweza kuipatia nafasi ya kuchezwa tena kama si kufanya maboresho ya ratiba ya ligi. Lakini utakuja kukumbuka pia kuna finali za AFCON. Sisi wakati tunatengeneza ratiba ya ligi tulitenga kipindi cha wiki moja kama wiki ya maandalizi kwa ajili ya kwenda timu ya taifa kwenda kwenye finali. Lakini tumepata maombi kutoka kwa TFF kwa maana ya technical bench kwamba wanahitaji muda zaidi wa maandalizi, kwa maana uongezeke badala kuwa wiki moja iwe zaidi ya wiki moja. Kwa hiyo tumechukua wiki nyingine ama juma lingine kuliongezea pale ili turejee. Moja kati ya michezo ambayo inazungumzwa sana ni mchezo wa dabi ambao ulipangwa kufanyika Disemba 13. Tayari Disemba 13 itakuwa ni ndani ya kipindi cha hizo wiki mbili za maandalizi ya kwenda AFCON. Kwa hiyo ni mambo ambayo huwezi kuyapredict mwanzoni mwa msimu, unakutana nayo baadaye, unalazimika kucomply nayo kwa sababu yote ni ya kimaendeleo. Kwa mfano unazungumzia timu ya taifa, tukitoa muda zaidi kwa timu ya taifa, tunatoa nafasi zaidi kwa timu ya taifa kufanya vizuri kwenye finali za AFCON. Kitu kingine ambacho pia kimepelekea mabadiliko kidogo ama maboresho ni baada ya sasa kupokea ratiba kamili ya klabu zetu 4 zinazoshiriki michuano ya CAF, ratiba yao kwenye hatua ya makundi, kupata tarehe kamili ambazo zitatumika kucheza hiyo michezo, imetusaidia pia kufanya maboresho. So nikijibu sasa swali lako kwa ujumla, ni kwamba sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, sababu za kiuendeshaji ambazo zinatokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu, ndio pekee zinaweza kutufanya sisi tufanye maboresho. Tofauti na hapo, ratiba inayotangazwa mwanzoni mwa msimu itakwenda mpaka mwisho mwa msimu. Kwa hiyo lini litaisha siwezi kujua ni lini, kwa sababu changamoto nazo hawezi kujua zitakwisha lini. Na timu zetu weekend zinacheza, kwa maana Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars. Kama bodi ya ligi mna ujumbe gani kwao ambao wanaiwakilisha ligi kuu ya NBC? Kila laheri kwao. Tunawaombea sana. Tunaziombea sana kwa sababu pale ambapo klabu zetu zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, hadhi ya ligi yetu inapanda juu kwa kiwango kikubwa sana. Yaani hilo jambo tunataka kila mtu alifahamu. Kwa namna ambavyo klabu zetu zinafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, hadhi ya ligi yetu inazidi kupanda. Klabu zenyewe zinakuwa na nafasi kubwa ama nzuri ya kusajili wachezaji bora kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa sababu unapomapproach mchezaji ambaye tayari ni mchezaji mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi, kwa kumshawishi kwamba unakwenda kucheza kwenye ligi ya NBC, tayari anakumbuka kwamba hiyo ligi klabu zake zinazoshiriki kimataifa si za mchezo, zinafanya vizuri, zinatishia huko kwa kiasi kikubwa, anashawishika kirahisi, anakuja. Na ndio maana miaka michache nyuma klabu zetu zilikuwa zikisajili wachezaji hao wa kimataifa, unakuta nusu ni wachezaji ambao hawafai kucheza, hawana hadhi ya kucheza kwenye klabu zao. Lakini sasa hivi utaona kwenye zile slots 12 ambazo wanapewa kusajili, wakisajili wale wachezaji, asilimia kubwa ni wachezaji ambao wanakwenda kutumika kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo ni kwa sababu uwezekano wa kupata wachezaji bora ni mkubwa kutokana na hadhi yenyewe kuwa kubwa. So kwa niaba ya bodi ya ligi kuu Tanzania tunawatakia kila laheri Young African Sports Club na Simba Sports Club kwenye michezo yao ya hatua makundi ya klabu bingwa Afrika. Lakini pia kipekee tunawatakia kila laheri Azam FC na Singida Black Stars kwenye michezo yao ya awali ya hatua makundi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hizo ndio dua zetu na tunaamini dua zetu zitapokelewa na Mwenyezi Mungu. Kidogo ni baada ya timu hizi kufika group stage, ligi yetu ishapanda kutoka namba 4. Sasa renki hazipandi kila siku. Renki hazibadilishwi kila siku. Ni mpaka msimu unapotamatika basi tathmini ya jumla inafanyika, ndipo hapo tunaona tumepanda zaidi ama tumeshuka ama tumesalia pale pale. Kwa hiyo hizi ni kachumbari za kusababisha sasa wanapokwenda kufanya tathmini ya msimu ama tathmini ya mwaka, basi tuweze kupanda juu. Tuendelee kuziombea ili tuendelee kupanda juu. Sawa, naomba ingine.
naomba washike